Bwana, Sports Counter tunaendelea kuzihesabu taarifa za kimichezo, na sasa tunaendelea kukusogezea tetesi za usajili kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili ambalo linatarajiwa kufunguliwa mwezi wa kwanza. Kumekuwa kuna tetesi nyingi sana za baadhi ya nyota ambao wanahusishwa kutua kwenye vilabu, lakini wengine wakitajwa kuondoka ndani ya vilabu hivyo. Sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya tetesi nyingi kuwahusishwa na baadhi ya nyota ambao wanatajwa kutua ndani ya kikosi hicho akiwemo Luis Miquissone, bwana, kuna majina matatu ya mastaa wa kigeni hapo kwa wekundu wa Msimbazi Simba yaliyowekwa mezani na kuanza kujadiliwa ili kuyakata katika usajili wa dirisha dogo. Bana, moja kati ya jina ambalo linatajwa ni jina la Neo Maema, raia kutoka Afrika Kusini. Usajili huu wa dirisha kubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao uliweza kufanyika, na matarajio makubwa ya wana Simba ilikuwa ni kumuona Neo Maema akiingia moja kwa moja kwenye kikosi hicho na kuweza kutoa msaada mkubwa ndani ya kikosi hicho, lakini matarajio hayakuwa hivyo. Mara baada ya ingia toka kwa Neo Maema, tumeona Fadlu Davis akimtumia Jean Charles Ahoua na kumwacha Neo Maema, lakini pia ujio wa meneja Dimitri Pantev tuliona akianza kumpa nafasi Neo Maema, lakini bado wana Simba ni kama hawajaridhishwa kabisa na kiwango cha Neo Maema, na ndio maana ni moja kati ya jina ambalo linatajwa kwamba huenda likakatwa kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Joshua Mutale ni moja kati ya jina ambalo pia linatajwa, licha ya kiwango bora ambacho kila kukicha ameendelea kukionyesha, lakini ni moja kati ya jina ambalo linatajwa. Tumeona akiwa na msaada mkubwa sana hivi karibuni, na tuliona hata kwenye ule mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakicheza na RC Berkane, Joshua Mutale kiwango bora kabisa. Lakini ni moja kati ya jina ambalo linatajwa, na moja kati ya sababu ambazo zinamtaja Joshua Mutale ni tetesi ambazo zipo kumhusu Luis Miquissone ambaye anatajwa kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Joshua Mutale anatajwa kama sehemu ya kuondoka ili kupisha usajili wa Luis Miquissone. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ama tetesi inaeleza kwamba moja kati ya majina hayo matatu Joshua Mutale pia naye yumo. Kwa hiyo tetesi inaeleza hivyo, lakini jina jingine ni Steven Mkwara Dese, raia kutoka Uganda aliyesajiliwa kutoka Asante Kotoko. Bwana, ni moja kati ya jina ambalo linatajwa kwamba huenda likakatwa kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili, na ni kutokana na Dese Mkwara kutokuwa na performance yenye mwendelezo ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na ndio maana Simba aliamua kumsajili Jonathan Soa ili kuja kuongeza nguvu, lakini pia Suleiman Mwalimu, lakini bado Dese Mkwara hajapata nafasi ya moja kwa moja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na ndio maana jina linaendelea kutajwa kwamba huenda ni moja kati ya jina ambalo linaweza likakatwa kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Sasa ukiachana na majina hayo, pia Jean Charles Ahoua yeye pia ni moja kati ya wachezaji ambao huenda kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili huenda jina lake lisiendelee kuwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na hii ni kutokana na yeye kuhusishwa kuondoka ndani ya klabu hiyo. Yanga wanatajwa kumfukuzia kimya kimya Jean Charles Ahoua, lakini aliyekuwa kocha wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye kwa sasa ni kocha wa Raja Casablanca Fadlu Davis, bwana, anahusishwa kumhitaji Jean Charles Ahoua ndani ya kikosi cha Raja Casablanca. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua huenda akaondoka kutokana na tetesi ambazo zipo, ambazo zimeendelea kumhusisha kutua ndani ya klabu ya Raja Casablanca, lakini Yanga pia wakifukuzia kwa ukaribu zaidi. Lakini Muzamiru Yasin ni moja kati ya jina ambalo pia linatajwa kutua pale kwa wagonga nyundo Mbeya City.
pale Mbeya. Bwana, Mbeya City wanatajwa kumfukuzia Muzamiru Yassin ambaye amekosa namba kabisa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na usajili ambao Simba walifanya dirisha kubwa eneo la katikati ambalo yupo Yusuf Kagoma, Alassane Kante yuko pale kwenye lile eneo la katikati, lakini pia Nabi Kamara kuna muda anacheza eneo la katikati. Kwa hiyo unaona kabisa nafasi ya Muzamiru Yassin pale Simba imekuwa finyu ama haipo kabisa kutokana na makocha wanaokuja kutumia nyota hao waliopo, lakini Muzamiru Yassin amekuwa hapati namba. Lakini tunafahamu ubora wa Muzamiru Yassin wakati ule wakina Patrick Ausems, lakini pia na makocha wengine ambao walikuwa wakimtumia Muzamiru Yassin kwenye eneo la katikati na tuliona shughuli yake. Lakini kwa sasa Muzamiru Yassin amepoteza kabisa nafasi pale Simba. Kwa hiyo Mbeya City wamegonga hodi pale Msimbazi kuhitaji huduma ya Muzamiru Yassin. Lakini Awesu naye pia amekuwa na wakati mgumu sana pale Simba, na ni moja kati ya jina ambalo linatajwa huenda akaondoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha dogo la usajili. Naye pia anatajwa kutua kwa wagonga nyundo pale Mbeya City. Mbeya City wamegonga hodi pia kuulizia huduma ya Awesu, na huenda ikapatikana pia kutokana na nafasi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ni finyu sana. Awesu amekuwa akikaa bench, kwa hiyo pengine sababu hii inaweza ikawafanya Mbeya City kufanikiwa moja kwa moja kutokana na ufinyu wa nafasi wa Awesu pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hao ni baadhi ya nyota ambao wanatajwa kwamba huenda kwenye dirisha dogo la usajili wasiwepo. Wengine wakitajwa kukatwa kwa sababu ya viwango vyao na kukosa nafasi, lakini wengine wakitajwa kwa sababu ya kuhitajika na vilabu vingine vyenye uwezo, kama ambavyo Jean Charles Ahoua amekuwa akihusishwa kuondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kutimkia pale Morocco kwa Raja Casablanca kwa kocha Fadlu Davis ambaye tunafahamu anaujua ubora wake wa Jean Charles Ahoua kwa sababu amefanya naye kazi akiwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Yanga pia wameendelea kutajwa kwamba wanahitaji ama wanamhitaji Jean Charles Ahoua ili kuweza kuboresha kikosi chao na kuweza kufanya vizuri kwenye upande wa michuano ya kimataifa. Kwa hiyo wakati wekundu wa Msimbazi Simba akihusishwa na nyota kadha wa kadha kiwemo kina Alan Okero, kina Louis Mikisoni na wengine wengi, nao pia wanahusishwa kuondokewa na baadhi ya nyota kama ambavyo nimewataja akina Jean Charles Ahoua, Dese Mkwala, Joshua Mutale, Nio Maema, Awesu, Muzamiru Yassin na wengine wengi. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Tutakwenda kushuhudia maingizo mapya ndani ya kikosi hicho, lakini pia tunakwenda kushuhudia baadhi ya nyota wakiondoka ndani ya kikosi hicho na kwenda kutafuta marisho sehemu nyingine. Tutaendelea kukupa tetesi za usajili kwa sababu tuko kwenye dirisha dogo la usajili ambalo linakwenda kuanza, na wakati huo tunafahamu kwamba michuano ya AFCON inakwenda kutimua vumbi pale Morocco. Kwa hiyo baadhi ya vilabu kama Simba, Yanga, Azam vitakuwa macho kuhakikisha kwamba vinatazama pale Morocco na kuona ni nyota wapi ambao